Mtendaji wa tume na mwenyekiti wa tume kwa hapa kufanya marekebisho ya kanuni hii, kanuni ya 8, kanuni ndogo ya 6, ili mtu yoyote anakuja kufanya kazi nchini akiwa anaingia pia na Tanzania, iwe ni kampuni ambayo inafanya shughuli ambayo inahusiana, ili huyo kuna transfer ya teknolojia ya ukweli na sio maingizwa. Ndio lingine mwanadamu alisema siku ya leo ni utayari wa sekta binafsi. Ndugu zangu wa Tanzania, tuna fursa kubwa sana kwa sekta ya madini ambayo kuna baadhi ya maeneo hayajaguswa kabisa. Niwaombe mwitumie nafasi hii vizuri ili muweze kunufaika na sekta ya madini. Yako maeneo ambayo bado kabisa hayajaguswa. Kupitia kampuni za Tanzania, jitahidi kuweza kuwa mnafuatilia kupitia firma ya madini na kufahamu fursa zilizopo ili mjitokeze kwa wingi. Tutafurahi sana kama jambo hili litatimia. Lakini pia mmeziona taasisi za fedha hapa, benki mpo hapa, niwaombe mwawezeshe wa Tanzania kimitaji ili waweze kufikia malengo na makusudio ya ushiriki wao wa 100% kwenye sekta ya madini. Sasa hapa kuna ujanja mmoja unafanyika. Kuna baadhi ya kampuni hasa za kigeni kwenye eneo la kuingia ubia wamekuwa wakitafuta kampuni ambazo hazina uhusiano na kile ambacho wanakifanya. Yaani kampuni ya kutoroka inakwenda kuingia ubia na kampuni stationary. Transfer ya teknolojia hauipati popote na inakiuka kanuni ya 4, kanuni B, ambayo inazungumza kuhusu kuwajengea uwezo wa Tanzania kupitia ushiriki kwenye sekta ya madini. Sisi kama Watanzania na hii kampuni ndogo ya Watanzania tumepata fursa ya kushiriki moja kwa moja kwa wachimbaji wadogo, wakati na wakubwa. Kwa kupitia huduma bora ya maabara za madini kupitia SML, wachimbaji wengi wamepata kwa sasa wanaenda moja kwa moja kuchimba na kuleta sampuli maabara na kujua nini kilichopo kwenye